Okay, karibu kwenye hii tutorial hapa. Kwa hapa tunajifunza kufanya texture. Sasa katika vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia wakati unafanya texture, mfano kuna hii una scale Z, tuseme labda tunafanya texture ya godoro. Na scale ukiwa tu kwenye object mode mpaka labda hapa. Hii hapa sasa ndio godoro lenyewe. Na ngoja tufute hii taa hapa, tufute na hii kamera. Hii hapa sasa ndio godoro. Sasa sijui ngapi, 4 kwa ngapi, 4 kwa 6 ngapi, yenyewe hivyo hivyo. So far cha kwanza tuipe shape ambayo itakuwa inafanania na godoro. Nitakuja nitaselect hapa engo hii, nabonyeza alt alafu shift na select hapa, alt nazungusha. Kila ninachokifanya kinaonekana hapa. Nazungusha, alt na click hapa, nazungusha, alt na click hapa, hivyo. Hapa hivi ninachokufanya ni kubavo hizi engo, kuzitengenezea roundness, ambao nikibonyeza control B hivyo naweza kubavo mpaka usawa huu. Alafu nikija hapa kwenye setting hapa, inatokea hapa mkono wa kushoto chini, na kuja kuongeza segment 1 2 3. Okay, mpaka hapo naona tayari zimeshakaa poa. Kwa hiyo hapo hiyo imeweza kutupa hizo round fulani hivi ambazo inaleta tu uzuri wa engo zikae vizuri. Kitu cha sasa katika kufanya texture, cha kwanza unatakiwa uje hapa kwenye UV editing. Ukialign hivi, unaona ilivyojipanga, haijajipanga vizuri. Ili ijipange vizuri mara nyingi au ili kusudi uone jinsi gani haijajipanga vizuri, inabidi uadd texture. Kwa mfano nikija hapa kwenye material, hii hapa kuna material ya kwanza. Hii ndio material yenyewe, labda niseme hii ndio material ya godoro. Okay? Ambayo ukiscroll hapa juu kuja mpaka hapa, unaenda kwenye preview hii material. Hapa hivi ni render, hapa hivi ni preview, hapa hivi ni hii hapa ku preview. Maana yake hata ukichange rangi hapa utaiona namna inavyobadilika. Umeshaona? Kwa hiyo unaweza ukaamua godoro lako lile na rangi yoyote hapa hivi na ukaendelea tu vizuri, inategemea na kile unachokifanya. Lakini tunachotakiwa kukifanya hapa sisi ni kuadd texture nyingine, yani texture ambayo ni material ambayo haiko kwenye kompyuta. Kwa hiyo ili tuweze kutumia image texture, hii hapa iko kwenye base color. Sawa, kwa hiyo inabidi tuichange kutoka kwenye base color ikubali kupokea image texture, ambayo ukiklik hapa, ukija hapa hivi kwenye unakuja kwenye image texture, una open. Sasa hapa inabidi wewe uende kwenye sehemu ambapo wewe texture zako unajua zilipo. Na kwangu mimi okay, nimeshasahau. Okay. Sasa kwa hiyo okay, mimi na texture mbalimbali tu ambazo naweza nikazitumia kama godoro. Kwa hapa let's say nitatumia hii hapa. Sasa umeona hii texture ilivyojipanga? Kwa huku juu iko scaled sana, kwa huku chini ime sasa kama imekaa namna hii, pia naona kama vile muonekano wake unakuwa hujakaa sawa, na kutokana na arrangement yake ya huku. Mfano ukija hapa mkono wa kushoto juu, ukiklik hii hapa ambayo inakuenable click face, unaweza wa click face yoyote hapa hivi. Unaona siwezi click face moja, vertex. Hii hapa ni edge. Hii hapa inakupa, hii hapa inakuwezesha ku create face.
hii hapa, mbona hii hapa una select yote. Kwa hiyo function ya hii ya kwanza hii ni unaweza kuselect nini, hii hapo kubonyeza G, maana yake unaweza kaimove hii, una select vertex moja peke yake. Ukija kwenye hii hapa unaweza kuselect edge, maana kubonyeza G unaweza kaimove hivi. Na ukija kwenye hii hapa hivi unaweza ukaselect face hapa hivi, G unaweza kaimove hivi, unaona, na huku hivi ina move. Kwa hiyo ukija hapa hii hapa ndio ya kuselect yote kwa wakati mmoja. Umeona huku text yenyewe inacheza. Okay. So far tunachotakiwa kukiona, tuangalie hapa imejipangaje. Ukija hapo ka scroll huku. Ukaja huku scroll huku back, unakuja kwenye face selection. Face selection unaona hii hapa. Maua yalivyojipanga hapa na hii na huku ni sawa sawa. Kwa hiyo cha kwanza ili ikae sawa, naweza nikaiselect yote afu na unwrap kwanza nione imekaaje. Imekaa hivi lakini bado haijakaa sawa. Kwa hiyo naenda sehemu ya pili na unwrap, naangalia hii hapa. Zote hizi ni types za unwrap. Kwa hiyo naangalia hapa Smart UV project itanipa matokeo gani. Huku naacha kote na kuja tu hapa click unwrap. Hii na yenyewe sijapenda sana matokeo yake. Na unwrap pia na hii hapa light nani. Hii hapa na yenyewe hivyo sijapenda matokeo yake. Unakuja sasa kulingana na tuseme ni naweza nikaiacha hivyo, alafu nikabonyeza hapa, nikarudisha hapa, alafu nikabonyeza unwrap, follow active quads, nikaklik hivi. Itakupata matokeo haya hapa, mbona yenyewe labda sijayapenda sana. Ukiona inakusumbua sana na unataka ikupe tu matokeo mazuri, ukibonyeza saba unakuja kwenye top view. Sasa tunataka tupate matokeo yanayofanana katika pande zote. Ukiwa face selection una select chini, unakuja una select na juu. Kwa hiyo tunataka hii ya juu na ya chini itokee kama tunavyotaka sisi. Kwa hiyo ukibonyeza namba 7, afu ukibonyeza unwrap, unakuja tu hapa unwrap. Hapa unabonyeza unwrap, unakuja project from view. Maana ita unwrap kama ilivyo hapa unavyoiona kutokana na view iliyopo. Ndio maana nimebonyeza namba 7 ije juu. Umeona imenipa matokeo kwa juu itakuwa hivi. Kwa hiyo hapa kwa sababu nimeselect chini na juu imenipa hivyo. Kwa hiyo kama nikifanya hivi, tuseme labda ikiwa hivi, alafu nikabonyeza unwrap project from view, umeona imenipa view kulingana na godoro lilivyo. Lakini kwa sababu nataka iwe imenyooka, nikibonyeza 7 alafu nikabonyeza unwrap, nikiwa nimeselect face ya juu na ya chini, bonyeza unwrap project from view na unwrap vizuri. Sasa nikibonyeza hapa kuna vitu vingine pia vya kuzingatia. Kwenye unwrap pia kuna kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia sana pia. Kunaitwa kumaxim. Kumaxim kwa mfano hapa nikiwa nimeselect ya juu na ya chini, nikibonyeza control E na kuja kwenye kumaxim, mark imemark eneo ili la juu na la chini. Alafu pia nataka ni mark pia na angle hii hapa. Nakuja na click edge selection na select hapa. Alafu pia nita select na hapa. Hizo zote nataka nizimaxim. Alafu nita select na hapa. Na nye control E maxim. Sasa hii maxim inachotusaidia ni kufanya easy to selection. Maana nikija hapa hivi nika face selection, nikabonyeza L, ime select ili eneo lote ambayo limetengenezea border kwa maxim. Kwa hiyo nikiselect na hapa nikabonyeza L ni kulink. Sawa, ina link mwisho mpaka unapoishia. Ndio maana ya kumaxim. Kwa hiyo kama nimesha unwrap ya juu na ya chini, kwa hiyo naweza nikaselect hii hapo nikabonyeza L ikawa imeselect upande huu, alafu nikaja na huku hivi nikabonyeza L. Kwa hiyo itakuwa imeselect upande wa mbele na wa nyuma. Kwa hiyo nikija nikibonyeza 3 inanipa side view. Sawa. Ambapo hapa kwenye side view niki unwrap project from view inakuwa ime unwrap ya huku na ya huku. Kwa hiyo hii hapa pia naweza nikaiselect afu G nikaisogeza hapa pembeni kwanza.
tutairudia baadaye. Kwa hiyo tumesha unwrap ya hapa, tumesha unwrap ya hapa. Tumesha unwrap ya hapa mbele na huku na upande huu. Kwa hiyo sasa hivi ni kwa unwrap. Kwa hiyo nikiselect hapa, nikibonyeza L nakuwa nimeselect upande huu. Alafu hapa L. Alafu nikibonyeza namba 3, hii inabonyeza namba 1. Kwa hiyo na unwrap project from view. Kwa hiyo tumeshapata pia ya huku na ya huku. Hii pia nitabonyeza B kuiselect yote. Alafu G na isogeza pia pembeni. Sasa hapa hivi tunaelekea kwenye kipengele cha kupanga texture zikae vizuri na select yote hii. Kwa hiyo hapa nitakachofanya nitabonyeza B na ileta hapa ili ikae vizuri. Hii na select hii, nilikuwa nimeselect mbili. Kwa hiyo B nitaselect hii. Kwa hiyo ili ikae vizuri nitakuja kuileta hii ni image na hii hapa. Ambacho nitakachokifanya hapa hivi utagundua kwamba kinatokea na huku, unaona? Nikizungusha huku hivi na text kule inazunguka. Kwa hapa hivi nita rotate 90 degrees. Alafu G nitaileta hapo. Umeona hii sasa imezidi godoro kwa upande wa juu. Kwa hiyo hii nita scale down kidogo. Kwa hiyo nitabonyeza G X nitaileta hapa, alafu G Y GX GX ni kwenda hivi, GY ni kushuka hivi. Okay, let's say mpaka, alafu na scale down kidogo mpaka hapa imeshakaa sawa. Kwa hiyo tumeshapanga ya huko na huko kwa sababu nimeselect zote. Hata hapa ziko mbili. Ndio maana nikibonyeza B na select zote. Alafu hii G nitaileta mpaka usawa huu hapa. Sasa nitakuja nita scale hii sasa, hii yenyewe nita scale mpaka usawa huu hapa, itakaa mpaka hapa. Okay, sasa hapa nikiselect zote hivi, alafu double A, alafu nika scale tu hii, utaona zinaongezeka lakini zinakuwa katika mpangilio mzuri, zote zinafanana, na ndicho kitu tunachokihitaji. Kwa hiyo nikiselect mpaka hapa, nikirudi kwenye object mode, unaona namna inavyokuwa imejipanga vizuri, matrix imetulia. Kwa hiyo nikirudi hapa hivi kwenye nani, nikaja kuklik hapa hivi, unaona tayari text yake imekaa katika mpangilio mzuri. Labda kwa sababu hapa kitu kingine labda nitachokiongeza ni ku shade smooth. Kwa hiyo nita search, alafu nita search smooth, shade smooth, ili kusudi hizi engo zikae vizuri. Ingawa imetengeneza kivuli fulani hivi, hicho kivuli kinaondolewa tu kwa either ni hizi angles. Mara nyingi ukibonyeza ni control N, alt N, no, ni alt M, no, shift no. Nataka ni calculate normals, lakini normals ziko kawaida. Calculate normals ni alt N, hapa calculate ni alt N, calculate normals, lakini naona normals ziko kawaida. Kwa hiyo hapa cha kufanya ni control R, nita add sita, tuseme nani 6, nita add loop cut 6 labda hapa, itazipunguza hizo. Ingawa sio muhimu sana, otherwise kama unataka ulikunje godoro lako na nini leo linabonyea, ndio hizi loop cuts zina kazi. Lakini kama huna plani ya kuzikunja, sio muhimu sana. Kwa hiyo ni control R, hauna haja ya kukata loop cuts sehemu nyingine. Okay, sasa mpaka hapa mimi naona iko sawa, ila kitu kingine tu cha kuongezea, sawa, cha kuongezea ni kwa sababu ni godoro, sawa, kuna vitu ambavyo inakuaga navyo. Hii ni additional tu. Kwa hiyo nita select hapa hii face ya juu, alafu kitu kingine ambacho ningependa tu kukifanya
ni kuslice hapa juu, ambapo nikija kwenye Z nikaweka kwenye wireframe nitataka ku add loop cut hapa juu. Kwa hiyo kwa sababu hapa sitaweza ku add loop cut nyingine, nikibonyeza control R utagundua inakata, lakini haikati katikati ya godoro. Umeona? Ili uweze kukata katikati ya haiwezi kukata katikati ya godoro kwa sababu haija define. Lazima nikate kwanza huku na huku hivi, hapa katikati ndio panakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo ili niweze kufanya hivyo, kwa hiyo nitabonyeza nikiwa K ili kwenye wireframe ili kusudi nione. Kwa hiyo nitaselect hapa kwenye angle hii hapa, alafu nakuja kukata mpaka hapa kwenye angle hii, na alafu niki enter nakuwa nimeshaweza ku slice hapo. Kwa hiyo nikija na huku nitafanya kitu kile kile, okay, hapa mpaka hapa, enter. Kwa hiyo mpaka hapa hivi, ukija ukirudi hapa utagundua hivyo nilichokifanya ni hicho. Ukitaka kukata na huku ni juu yako we mwenyewe, ila kwa sasa hivi ili uweze kufanya vizuri itabidi ukate, lakini hapa hivi ninachotaka tu labda unaweza uka-add. Unaona hii sasa, kwa huku chini sikukata, ndio maana utagundua nikiweka hivi inachora huku, lakini huku chini haijachora. Nikija kwenye wireframe unaweza ukaona vizuri zaidi. Nikifanya hivi control R utagundua hii line inakata tu hapa, huku chini haipiti. Kwa hiyo inabidi na huku chini pia add hiyo line, ndio itaweza kutusaidia zaidi. Kwa hiyo bonyeza K, K ni knife. Kwa hiyo hapa hivi nitakata hapa inakuja naunganisha mpaka hapo, na kwenye wireframe ili kusudi niweze kuona pande mwingine ukoje. Kwa hiyo hapa hivi naweza nika slice hapo, na upande huu pia bonyeza K, nita slice hapa mpaka hapa. Kwa hiyo sasa hivi hata nikisema nikibonyeza control R unaona inazunguka. Kwa hiyo ni control R naweza nika add loop cut tuseme 14. Nimeweka 144. Labda control R niweke 18. Hivyo. Umeona zimetokea pande zote. Hizo ndio changamoto ambazo zinaweza zikakukuta wakati unafanya text. Unaona nakata hivi, mbona haieji? Kwa mfano sasa hivi nikitaka nikate kwenda hivi itanikatalia tena Unaona control R, unaona? Kwa hiyo ili kusudi uweze kukata hivi lazima ukate hapa mpaka kule mwisho tena, ili hapa katikati ziweze kukubali hivyo. Mfano okay, na kata hapa nikibonyeza K mpaka kule mwisho. Sasa hapa sitaweza kukadiria huku mwisho pamoja, inabidi nirudi kwenye wireframe ili nione kule mwisho pamekaaje. Kwa hiyo nitaiweka tu vizuri ili kusudi nikikata huku niweze kuona mwisho. Kwa hiyo ni K, nitakata hapa, nitaileta labda mpaka hapa. Sijajua kama niko sahihi. Mpaka iko sawa. Na upande huu pia K tuna kata, tuna slice upande mwingine pia tena. Kwa hiyo ni K mpaka hapa, na upande wa nyuma unafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo okay, so K tena unakata mpaka hapa. K tena unakata hapa na upande huu pia K unakata pia na upande huu. Kwa hiyo natafuta kuona vizuri upande mwingine. Kwa hiyo nitakata hapa mpaka enter. Hapa sijakata vizuri sana, lakini control R unaona okay, kuna namna sijakata vizuri hapa kwa sababu sinashindwa kuona vizuri kule mwisho imekaaje. Ngoja tukadirie tena. Nakata kuanzia hapa
mpaka ile hii highlight kule. Hii hapa. Enter. Kwa sasa hivi nimekata hivyo, nikibonyeza control R hapa katikati unaona inazunguka. Yep, kwa hiyo nitaweka labda loop cut, ngoja niweke 8. Control R 8. Hivyo. Kwa hiyo nikirudi Z object mode. Kwa hiyo iko namna hiyo. Ukipata changamoto kama hiyo namna ya kusolve ndio unaweza ukasolve namna hii. So additionally, kitu ambacho nilichokuwa nataka kukifanya additionally, hasa hapa ukitaka kufanya kuna vitu ambavyo huwa vinakuwepo kwenye godoro ambavyo ni additional. Kwa hiyo nita select hii, nita select huku, nita select hapa pande huu, nita select upande huu, nita select hapa, nita select hapa, nita select upande huu na huku chini, nita select hapa hapa. Sawa, na select hizi angles zote kwa sababu kuna features fulani hivi ambazo huwa zinakuwepo, ni muhimu kuzimalizia. Na hapa select hapa na hapa. Sasa hapa nimesha select hizi angles zote. Kitu ninachokifanya hapa kwanza, nita separate hiki, nita duplicate, yani shift D, unaona iwe kitu tofauti, alafu nitabonyeza escape, lakini nimesha duplicate. Alafu nikibonyeza P selection, kwa hiyo nikirudi kwenye object mode kuna vitu viwili, kuna hizi hapa ambao nikibonyeza G ndio hizi line. Hizi line zinataka ziwe za kwenye angles zile. Kwa hiyo ili kuzichange ziwe vizuri, nitakuja hapa kwenye object, alafu nitaziconvert ziwe path. Naweka kwenye curve. Zimeshakuwa curve, kuna hichi hapa kimeongezeka hapa. Curve kilikuwa kipo. Ukiklik hapa, unashuka unakuja mpaka kwenye geometry, afu unashuka unakuja mpaka kwenye bevel, unakuja kwenye depth. Kwenye depth hapo ukiadd depth utaona kuna kitu kinazunguka hapa namna hii. Na hichi ndicho nilichokuwa nakihitaji. Kwa hiyo nimebonyeza mara moja tu hapo. Ukirudisha hivi hakitakuwepo. Kwa hiyo ukibonyeza hivi kinakuwepo. So far nimeshaki add hivyo. Sasa inabidi tena nirudishe. Kumbuka hapa hii ni path. Ukibonyeza kwenye edit mode utagundua kuna path. Hii sio tena mesh, ni path. Kwa hiyo kuna haja ya kuirudisha iwe mesh ili ndio uweze kuendelea vizuri. Kwa hiyo utakuja hapa hivi kwenye object, unaiconvert tena. Sasa zetu convert kwenda kwenye curve, sasa hivi tuna convert kwenda kwenye mesh. Kwa hiyo imesharudi kuwa mesh kawaida. Ngoja tu ili kujua ikoje, unakuja huku kwenye nani. Sasa hii imekuja na material yake tofauti. Ukija hapa unaweza ukaamua kuadd color yoyote. Mfano sasa hii ni tofauti na hii, kwa hiyo hii hapa mwenyewe nitataka labda niipe color blue. Nita add hii hapa, alafu color blue au color yoyote itakayoonekana hapo ndio nitakayo, labda nikiselect hii nataka ipe hii hapo au nyeupe yoyote ile. Kwa hiyo nikiselect hapa, nikitaka kumatch color ya hapo, nikiselect hapa nakuja kuweka hii dropper, labda nyeupe hii iliyoko hapa. Okay, let's say na kina appreciate zaidi color blue. Kwa hiyo nita select hii, nita select blue iliyoko hapa. Tumesha select hiyo. Kwa hiyo hii unaweza kaipa tu blue. Sasa hii inabidi ni image na hiyo. Kwa hiyo nitabonyeza, nitakuwa nimeselect hii shift na select godoro control J. Kwa hiyo nakuwa nimesha merge. Kwa hiyo hii ndio njia ya haraka ambayo unaweza ukatengeneza hiyo godoro na kufanya texture. Kitu kingine, mfano unataka let's say kutengeneza
label fulani. Mfano naweza nikabonyeza hapa shift hii hapa ndo nataka kuselect hizi, lakini nabonyeza C hii hapa, naweza nikai scale down here. Kwa hiyo nita select hapa, let's say nataka ku add label hapa hii. Sasa kuna njia nyingi, naweza nikai add hapa, lakini pia njia nzuri zaidi naweza nikabonyeza shift D na iduplicate hii, alafu P na iseparate. Kwa hiyo hapa hivi nimepata kitu kingine ambacho ni hii hapa. Na sasa hii inabidi niinue kwa by inches, yani inuke kidogo sana, iko hapo hivi juu. Kwa hiyo nikibonyeza moja na iinua kidogo G kwa inch kadhaa, let's say hapo, ili kusudi zisije zikashare same faith, itakuwa mbaya. Sasa hii let's say tunataka kuadd tu kwanza ni subdivide, search subdivide, alafu labda na iko tayari hapo. Kitu kingine nitachotaka labda nitai rotate kidogo hivi. Kuna zile label zinazotokea kwenye godoro, labda nitaweka hapa. Sasa make sure labda umeshaiandaa, umeshai Photoshop. Sasa hivi ni vitu viwili tofauti, na imekuja na layer za hii. Sasa kuna changamoto nyingine, hii hapa imekuja na tunataka tuwekee material tofauti, na imekuja na material za, kwa sababu tumeiduplicate kutoka kwa huyu, imekuja na material za huyu. Ukizifuta hizi unafuta na hizi huku, hiyo ndio changamoto moja. Kwa hiyo inabidi hii hapa kabla hujafuta uzitengenezee kama copy. Unakuja una click hapa kwenye ya kwanza, inatokea, na hii ya pili inatokea hivi. Hapa ndio unaweza ukazifuta. Ukizifuta bila kutengeneza copy, unafuta na za nyuma, ambayo itakupa changamoto. Kwa sababu naweza nikafuta hii, nikafuta na hii kirahisi, hii ikaja kuwa na nani nyeupe. Kwa hiyo naweza nika add material yoyote ile ambayo naihitaji kwa hapa. Mfano tuseme image texture, naweza nikaenda kuchagua texture yoyote ambayo sasa unakuwa umeshaiandaa popote pale ambapo wewe umeiweka. Tuseme texture gani? Sasa itakayo, nachukulia mfano hapa hivi, labda nina texture ya hii hapa. Kwa hiyo nikija kwenye hii, nakuja kwenye UV editor, unaona hii kuna namna pia ya kuarrange text. Umeona kama hii ni ya baga, imetokea hapa lakini haijatokea vizuri. Kwa hiyo hii hapa nitatakiwa nikifanya hivi, unaona inahama. Kwa hiyo nitatakiwa niifitishe vizuri. Kwa hiyo G mpaka usawa huu, G mpaka usawa huu. Kwa hiyo nita scale x axis. Sasa hapa nita scale mpaka hapa, kwa nataka ifit. Kwa hiyo G tena x mpaka hapa, scale mpaka hapa. After sana scale zaidi kwenda y axis, sema labda mpaka hapa. Kama ni nani yako ya godoro, inabidi umeshaiandaa, umeiPhotoshop vizuri. Ndio maana mimi nimetumia tu ya baga, lakini vitu havifanani hivyo. Tuseme sasa hili ndio godoro lako, lakini sasa hivi ikitokea unafanya animation, ukisukua hii hapa ukaimove, utagundua texture inabaki. Kuna kitu inaitwa kuparent. Kwa hiyo nitashika kwanza hii, alafu nitabonyeza shift, nitashika hii control P object. Kwa hiyo sasa hivi nikishika hata godoro peke yake, na hii inaondoka na hiyo nini na nani yake na texture yake. So far ndio hivyo namna ya kufanya texturing. Lakini vile vile ukiona hii ya kuparent hivi inakushinda, unaweza labda unataka uvijoin viwe kitu kimoja tena, unaweza ukaklik hii alafu shift ukaklik hiyo ukabonyeza control J, inakuwa ni kitu kimoja yote hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni kitu cha namna hii. In case unataka kutengeneza godoro lako limeishaisha, unaweza ukaamua tu kuselect hapa juu hivyo, ukabonyeza G, ukabonyeza kwanza 0 kuweka ile proportional editing, alafu G hii hapo weka hivi,
for GZ ukaonyesha kama godoro fulani hivi ambao kuna mtu kashalala hapo. Hii sasa ni kwa wale wanaofanya animation. Unaonyesha kama ni chumba, unaonyesha kama hii sehemu bwana ishakaliwa sana. So ndio hivyo so far. Karibu tena mpaka wakati mwingine. Karibu.